Familia ya Rais wa Marekani Donald Trump imezindua rasmi huduma mpya ya simu ya mkononi inayobeba jina lake, ikiwa ni sehemu ya mkakati mpana wa kufaidika kibiashara kupitia ushawishi wake wa kisiasa. Huduma hiyo inayotangazwa na kampuni ya The Trump Organization inayoendeshwa na watoto wake inahusisha simu ya dhahabu ya kifahari na kifurushi cha huduma ya mawasiliano kwa ada ya kila mwezi. Kwa mujibu wa tangazo hilo, simu hiyo ya kisasa ambayo inadaiwa kutengenezwa Marekani itauzwa kwa dola 499 sawa na milioni 1.3, huko ada ya kila mwezi ikiwa ni dola 47.45, nambari ambayo ni kumbukumbu ya nafasi ya Trump kama rais wa 45 na sasa wa 47 wa Marekani. Wachambuzi wa maadili na mashuhuri wa ufuatiliaji wa matumizi mabaya madaraka yameonya kuwa mradi huu unaweza kuchochea migongano ya kimaslahi, hasa ikizingatiwa kuwa Trump bado ni mtu mwenye ushawishi mkubwa kisiasa. Ni jambo lisilo la kawaida kwamba familia ya Trump inaendelea kuvuna faida binafsi kwa kutumia mamlaka na umaarufu wa kisiasa, alisema Megan Faulkner, mkurugenzi wa mawasiliano wa shirika la Cross Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Faulkner aliongeza kuwa huduma hii mpya ya simu inaweza kutumiwa na watu wanaotaka kujipendekeza kupata fursa kutoka kwa Trump, huku familia yake ikihusika katika sekta ambayo inaweza kuathiriwa moja kwa moja na sera za serikali. Kauli ya kwamba simu hiyo inatengenezwa nchini Marekani imeweza kuzua mashaka miongoni mwa wataalamu wa teknolojia. Profesa Tengo Dai wa chuo kikuu cha Johnson Hopkins alisema kama hawana hata mfano simu hiyo, yani prototype, ni vigumu sana, karibu haiwezekani, kutengeneza simu kutoka mwanzo hadi mwisho kwa kutumia vifaa vyote vya Marekani. Wengine kama Leo Giab kutoka taasisi ya CCS Insight wamesema kwamba huenda simu hiyo inakusudiwa kukusanywa Marekani kwa kutumia vipuri kutoka nje ili tu kurahisisha madai ya kutengenezwa Marekani. Licha kutangaza huduma hiyo, Trump Organization haikutoa maelezo kutosha kuhusu mshirika wake wa kibiashara wala haikujibu maswali kuhusu changamoto za kimaadili na madai ya uhalisia wa utengenezaji wa simu hiyo. Tangazo hili lilidai kuwa huduma hiyo inalenga Wamarekani na kawaida wanaofanya kazi kwa bidii na itakuwa na huduma ya wateja kutoka Marekani pekee, pamoja na punguzo la simu za kimataifa kwa familia zenye wanajeshi wanaohudumu nje ya nchi. Simu hiyo ya dhahabu kwa sasa inapatikana kwa ajili ya kuagiza kabla ya pre-order. Tangu zamani Trump amekuwa akiuza jina lake kwa wawekezaji mbalimbali katika sekta ya hoteli, viwanja vya golf na bidhaa nyingine. Tangu aingie kwenye siasa, thamani ya jina lake kibiashara imeongezeka maradufu. Kwenye taarifa ya hivi karibuni ya fedha, Trump aliripoti mapato ya zaidi ya dola milioni 600 kwa mwaka mmoja, ikiwemo mauzo ya bidhaa zenye chapa Trump kama vile Biblia, saa, manukato na hata viatu vya michezo. Kwa mujibu wa Forbes, utajiri wake umeongezeka hadi dola bilioni 5.1, zaidi ya mara mbili ya mwaka uliopita, kwa kiasi kikubwa kutokana na jukwaa lake la kijamii la Truth Social. Soko la huduma za simu nchini Marekani linatawaliwa na makampuni matatu makubwa: AT&T, Verizon na T-Mobile, ambayo inatoa huduma kwa bei ya chini ya dola 40 kwa mwezi. Licha ushindani huo mkali, baadhi ya kampuni ndogo kama Mint Mobile, ambayo iliuzwa kwa T-Mobile kwa dola bilioni 1.35, zimefanikiwa kwa kulenga makundi maalum ya wateja, lakini bado kampuni hizi zina wateja wachache, chini ya milioni 10 kwa mujibu wa ripoti ya FCC ya mwaka 2024. Kwa muktadha huo, mradi wa simu wa Trump unaingia katika soko lenye ushindani mkubwa, masuala ya kimaadili na hali ya mashaka kuhusu uwezo wake wa kiteknolojia. Hii hapa ni SNS Management.